Berkane inaonekana ni timu ngumu sana kutokana na namna ambavyo mwalimu ameiandaa timu yake icheze. Wanashambulia kwa kuweka shinikizo, lakini wakipoteza mpira kwa kiasi kikubwa wanarudi wengi katika eneo lao. Unadhani Simba wanapaswa kuenda na approach ya kuwashtukiza kama ambavyo mwalimu amesema mchezo hawapaswi kucheza kwa kuvutia sana? Yaani utakuwa ni mchezo ambao kwa kiasi kikubwa watu hawatotegemea kuiona Simba kama ambavyo itakavyo approach leo. Wanapaswa kwenda kwa kuwashtukiza ama bado kuwabembeleza, ambayo ndio imekuwa silaha ya mwalimu, lakini pia ni falsafa ya Simba kucheza mpira ambao unavutia, mpira ambao pia utakufanya baadaye uje kupata matokeo mazuri? Kushambulia kwa kushtukiza kwa kawaida huwa unashambulia kwa kushtukiza ukiwa una kitu ambacho unakilinda. Lakini Simba Sports Club hana kitu chochote cha kulinda. Tayari ameshapoteza bao 2-0. Kwa hivyo mpango kazi wa mwalimu ni ule ule wa kushambulia, lakini katika ile game plan ya mwalimu anapaswa kuwa na viungo wale wa kabaji, kwa sababu wenyewe anakuambia ukifukuza mwizi basi hakikisha unafunga. Na katika hilo hapo Simba Sports Club mbali na kuwa ni wazuri katika swala zima la kucheza mpira, kwa maana kumiliki mpira, mbali na kwamba walikuwa ugenini katika mchezo wa kule Berkane, waliweza kumiliki kwa 48% dhidi ya 52 kwa Berkane. Kwa hiyo unaweza kushuhudia kwamba Simba Sports Club mbali na kupoteza, lakini pia walikuwa wanajitahidi kuchukua mchezo. Lakini katika uwanja nyumbani mwalimu Fadlu Davids ni miongoni mwa walimu ambao wanajua kutumia vizuri uwanja wa nyumbani, na unaweza kushuhudia katika group stage, lakini pia na zile hatua za awali. Lakini kwenye hili hapa Fadlu ana advantage ya kuwa na watu ambao wana kasi, kwa maana ya Elie Mpanzu pamoja na Kibu Denis. Hawa wana uwezo wa kufungua zile fullback namba 2 na namba 3 za Berkane. Lakini pia wakati huo Jean Charles Ahoua haitakiwa abweteke. Kwa nini? Ni miongoni mwa wachezaji ambao wanajua kutoa zile penetration pass kwa Franks pamoja na central zone, kwa maana sehemu ambayo anasimamaga Lionel Ateba Mbida.